Kila anayelipokea neno na kukubali ya kwamba Kristo ni Bwana, akaamini moyoni mwake, akakiri kwa kinywa chake, moja ya jambo linalotokea, Yesu anakuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia. Yeye anakuwa ni mzaliwa wa pili, na si wa binadamu tu. Ule waraka wa Yakobo anasema wa viumbe vyote. Kwa hiyo viumbe vingine navyo vimezaliwa kutokana na Kristo Yesu. Sisi tunakuwa wazaliwa wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni mfalme na unatakiwa kutawala kifalme, kwa sababu una haki ya kuzaliwa kwenye familia takatifu ya kifalme. Simshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. 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 Kuzaliwa kwa Yesu kupitia Bikira Mariamu bila baba alikuwa anatufundisha jambo kubwa sana. Wengi tumezoea ukisikia kuzaliwa unataka aweko baba na mama. Hiyo ni kwenye principles za kidunia. Kwenye utaratibu wa kanuni ya kimbingu, mbegu ikiachiwa kwa mama, mtoto anazaliwa hata kama baba hayupo. Ndicho kilichofanyika kwa Yesu Kristo. Hana baba kwa jinsi ya mwili ambaye alitoa mbegu ili azaliwe, lakini kwa neno ambalo liliingia ndani ya Mariamu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa. Na mfumo huo huo kila anayemwamini Kristo ndivyo anavyozaliwa na kuupokea. Hiyo iwe ni imani yako mwaka huu katika jina la Yesu. Utembee kifua mbele ukiamini unaye kaka ambaye yeye anaweza kukustahilisha kuwa mtawala kwa njia ya kifalme katika jina la Yesu Kristo.